Tulienda mbali zaidi kwamba hata ukiangalia uthibitisho wa maelezo hayo, vifungu vilivyoandikwa na Jamhuri ni kwamba vimechukuliwa, maelezo hayo yamechukuliwa chini ya kifungu cha 594. Jambo ambalo sisi tumesema kifungu hicho kilichoandikwa na huyu askari mpelelezi kwenye maelezo hayo hakipo kwenye sheria zetu, na mahakama ikakubaliana na hoja zetu na kukataa maelezo hayo yasiingie kama sehemu ya ushahidi wa kesi ya upande wa Jamhuri. Kwa hiyo mara baada ya kusikiliza mashahidi yao, kesi pia imeahirishwa. Leo pia tulikuwa tunaendelea na usikilizwaji wa shauri la jinai namba 21 la mwaka 2026 linalomkabili aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Baraza la Vijana wa Chadema Taifa kwa maana ya Yohana Kaunya na wenzake 20. Na leo tumepata nafasi ya kusikiliza mashahidi wawili, shahidi wa 10 na shahidi wa 11 wa Jamhuri. Kama ambavyo tunafahamu, Jamhuri walisema wana mashahidi zaidi ya 40. Kwa hiyo katika mashahidi hao wawili wote walikuwa ni maaskari wa jeshi la polisi, na miongoni mwa vitu vilivyojiri katika ushahidi wao, shahidi wa 11 alikuja kutoa maelezo ya onyo ambayo aliweza kuchukua kwa mshtakiwa namba 11. Sasa maelezo hayo ya onyo na yalikuwa ni maelezo ya kukiri. Mshtakiwa namba 11 kwenye maelezo hayo alikuwa amekiri kutenda makosa hayo ambayo wameshtakiwa nayo, na mara baada ya wao kutaka kutoa maelezo hayo, sisi upande wa utetezi tulipinga maelezo hayo ya kukiri makosa ya kufanya unyang'anyi wa kutumia silaha, makosa ya kuandamana na makosa ya kuharibu mali mbalimbali. Tulipinga makosa hayo kwa sababu kwanza makosa hayo yamechukuliwa kwa kinyume na utaratibu. Maelezo yale ya onyo yalikuwa yamechukuliwa chini ya kifungu cha 58 na kifungu cha 59 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa ukivisoma vifungu hivyo, ni vifungu viwili tofauti ambavyo kifungu cha 58 kinaeleza namna ambavyo mshtakiwa mtuhumiwa anaweza akarekodiwa akaandikwa maelezo yake ya onyo kwa kuwa anakuwa anaulizwa maswali na mpelelezi na askari naye anamjibu. Lakini kifungu cha 59 kinazungumza namna ambavyo mshtakiwa mwenyewe anaweza akapatiwa vifaa akajiandika mwenyewe maelezo. Sasa pingamizi letu lilikuwa ni kwamba hakuna namna mshtakiwa anaweza akachukuliwa maelezo kwa vifungu hivyo vyote viwili kwa pamoja. Lakini pia tulienda mbali zaidi kwamba hata ukiangalia uthibitisho wa maelezo hayo, vifungu vilivyoandikwa na Jamhuri ni kwamba vimechukuliwa, maelezo hayo yamechukuliwa chini ya kifungu cha 594. Jambo ambalo sisi tumesema kifungu hicho kilichoandikwa na huyu askari mpelelezi kwenye maelezo hayo hakipo kwenye sheria zetu, na mahakama ikakubaliana na hoja zetu na kukataa maelezo hayo yasiingie kama sehemu ya ushahidi wa kesi ya upande wa Jamhuri. Kwa hiyo mara baada ya kusikiliza mashahidi yao, kesi pia imeahirishwa leo na kupangwa itaendelea kusikilizwa siku ya tarehe 26 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2026 saa 3:30 asubuhi. Kwa hiyo na sisi pia tutaendelea kuwepo hiyo tarehe, taratibu tuendelee kufukia kila kishimo mpaka hapo mashahidi wote watakapoisha upande wa Jamhuri, na baadaye pengine kama mahakama itaona washtakiwa wana kesi ya kujibu, basi itatupa nafasi na sisi tujitetee na baadaye kusubiri uamuzi wa mahakama. Kwa kitu ambacho tunaweza tukisema ni kwamba sisi tumekunywa maji mengi, tuko vizuri, tunasubiri kuendelea kushughulika na hao mashahidi wa Jamhuri kwa kadri watakavyokuja, na kwa maana ya kutekeleza majukumu yetu ya kuwatetea wateja wetu. Kwa leo nafikiri ni hayo tu. Tukutane tarehe 26 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 saa 3:30 asubuhi. Asanteni.